Fungua nami katika kitabu cha Samueli wa kwanza tupate kuendeleza pale tuliachia jana. Kumbuka jana tulisoma kifungu chake cha 17 hicho, lakini mstari wa 16 hadi 20. Niruhusu tusonge mbele kidogo katika kifungu hicho, tusome mstari wa 25 hadi 28. That is 1 Samuel chapter 17 verse 25 to verse 28. Bilango nasema hivi katika mstari wa 25, tusome pamoja nami kama umefungua pale ama nakili chini. Bila sema kwamba waliambiana, acha tuanzie mstari wa 24. Waisraeli walipomwona Goliathi walimkimbia na kumwogopa sana. Waliambiana, je, mmemwona yule mtu aliyejitokeza? Ama kweli amejitokeza kwa kejeli wa Israeli? Mfalme Shauli atampa mtu yeyote atakayemuua mtu huyo utajiri mwingi zaidi, na zaidi ya yote atamwoza binti yake. Tena watu wa jamaa ya baba yake watakuwa huru, hawatalipa kodi. Mstari wa 26. Daudi akawauliza wale waliokuwa karibu naye, je, mtu huyo atakayemuua Mfilisti huyo naye kuikomboa Israeli kutokana na aibu hii atafanyiwa nini? Ni nani huyu Mfilisti, mtu asiyetahiriwa, anayethubutu kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Watu wakamwambia kama walivyokuwa wamesema hapo awali juu ya mtu atakayemuua Goliathi. Mstari wake wa 28. Lakini Eliabu kaka mkubwa wa Daudi alipomsikia Daudi akiongea na watu, alimkasirikia Daudi akasema, kwa nini umekuja? Je, wale kondoo wachache umemwachia nani kule nyikani? Najua ujeuri wako na uovu wako, umekuja tu kutazama vita. Najua ujeuri wako na kujua na kuelewa. Yaani unajua watu ambao wanakujua ni hatari sana. Anyway, jasiende pale, lakini jua kwamba watu wanaokutambua kuna uwezekano, ndiposa basi Biblia ikasema kwamba nabii hana heshima kwao. Kwa nini? Kwa sababu kwao kuna watu ambao wanamjua, watu ambao wana mazoea naye. Kwa hivyo kuna uwezekano wasije wakaheshimu kila ambacho amebeba. Lakini ipate kujuza kwamba Daudi alikuwa ameenda pale, ndugu yake mkuu, watu wanamueleza, wanamwambia anaulizia, na wale ambao wako sawa, naona tuacha tumueleze, wanamwambia, unajua mtu atakayeua huyu Mfilisti atapewa hivi, familia yao hatalipa kodi, na kwa hivi anasema haka sasa. Angalia kakake mkubwa anasema haka sasa. Nini? Unajua tumekuja hapo uone vile tunapigana. Wewe umeachana ni zile mbuzi. Madharau tu yanainuka. Lakini napoangalia pale ni kwamba huyu ndugu yake hakujua anadharau mtu ambaye atamfaidi zaidi. Jambo la kwanza, Daudi alikuwa amewaletea chakula. Alikuwa amekushughulikia hali yao. Kwa hivyo hakuja tu kuona vita. In fact, alikuwa ametumwa. Si kwa kutaka kwake, yeye hakujua, alitumwa tu aje. Alafu ndio yeye ametumwa aje, na ndio huyu ndugu yake ama kakake, maana ni ndugu mkubwa, anafika mahali anamdharau. Nasema wewe, yani in short alikuwa anamwambia, rudi kwa kazi yako. Wacha kuja kutizama tu vitu hapa ambavyo wewe mwenyewe huelewi na hata huwezi saidia. Kwa hivyo licha yote ni kama huyu kakake hakujua kwamba huyu Daudi ndiyo msaada wao. Hakujua kwamba huyu Daudi ndiye atakayebadilisha mambo katika nchi nzima walikokuwa. Maana unapoangalia Biblia inasema kwamba familia ya baba yake hawatalipa kodi. Hiyo ni moja wapo faida. Kwa hivyo huyu kaka ambaye basi alikuwa anamdharau Daudi alifaidika kwa kutolipa kodi kwa sababu ya Daudi, lakini mwanzoni hakujua, alimdharau tu. Na nahisi kujuza mtu asubuhi ya leo, kuna mtu huenda unamdharau, kuna mtu huenda unaona hana umuhimu wowote. Wakati wazazi tunapopata watoto, una watoto wako 12, una watoto wako 20, una watoto wako 2, una watoto wako 7, whatever the number. Lakini kati ya hawa watoto unapata kwamba mzazi kuna uwezekano ukawa unaweka uzito kwa mtoto mmoja kuliko mwingine. Ukawa whether you like it or not. Hata wewe ambaye unanisikiliza, wewe mzazi, unapata kwamba ama unanitizama kwenye YouTube pale, unapata kwamba unafika mahali kuna yule mtoto ambaye unajua huyu mtoto nikimwacha nyumbani ako very responsible, ako very liable. Nikimtuma dukani, nikimtuma afanye kazi fulani, najua it is done. Lakini huyu mwingine nikimtuma lazima nishinde nikifuatilia tu. Kwa hiyo basi napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, unapata kwamba mzazi ako na favorite yake. Angalia pale, kuna yule mzazi kwenye Biblia, yule ambaye alipenda kijana huyu na mwingine akapenda kijana huyu, mpaka ikabidi mama, kwa sababu anapenda mmoja, akafake, kwa sababu mzee hakuwa anaona, akafake, ndiposa yule yeye anapenda awe ndio wa kupewa baraka.
za mtoto mkubwa. Kwa hiyo basi, maana baba alikuwa anapenda huyo mkubwa. Kwa hivyo unapoangalia masuala hayo, mpendwa msikilizaji, utapata kuna yule ambaye kula ambako uzito unaegemea. Lakini acha nikwambie, hata kama mmoja ambaye unaona huyo ako responsible, usije ukamdunisha huyu mwingine, usije ukamdharau huyu mwingine, maana you never know what tomorrow has. Unaweza kuwa unadharau baraka yako, unaweza kuwa unadharau kesho yako, unaweza kuwa unadharau kufanikiwa kwako. Wazazi wengi wamefika mahali unapata kwamba kwa sababu labda mama ameolewa na mzee ambaye ako na mtoto, mama anadharau huyu mtoto maana si wake. Mzee ameoa mama akiwa na mtoto, mzee anadharau mtoto maana si wake. Akipeleka mtoto wake private schools, huyu anampeleka public school. Yani ni madharau ameweka kiwango fulani. Akiwanulia nguo mpya, huyu mwingine anamnulia kwa mtumba. Yani ukiwapikia chakula wale vizuri mezani, huyu mwingine naye ukiwapakua kuna venye tu na ration, huyu mwingine unampimia sana. Pocket money ukiwapatia enda shule, huyu mwingine unamfinyia sana. Haujui maybe yule ambaye unafinyia, maybe yule ambaye unamfanyia hivyo ndio wewe atakusaidia kesho. Hujui ya kesho. Wacha kudharau yule ambaye unadharau. Unaweza kuwa unadharau breakthrough yako. Unaweza kuwa unaongea vibaya kuhusiana na next level yako. Yule ambaye unamdharau ni mdogo kwako pale kazini, unamdharau. You never know what huyo mdogo wako atakuwa kesho. Yule ambaye unadharau kwa plot, unamuona tu hivi, hujui anafanya kazi gani. You never know. Kesho utajipata kwa shida, maybe ni wakili. Yeye ndiye afaa kutetea. Kwa hivyo basi, hujui. Hata ukijua mtu, hujui kesho yake. Unaweza ukajua leo yangu, lakini kesho hujui. Kuna uwezekano kama unajua jana yangu, yes, lakini kesho yangu hujui. Kwa hivyo wacha madharau. Wacha kunidunisha. Kwa sababu ya vile ambavyo nimevaa unanichukulia mimi ni ovyo. Kwa sababu mimi ni maid leo, hujui. Kuna jamaa mmoja alikuwa hapa kwenye gate hapa. Alikuwa ni bawabu, wengine huita soja, wengine huita watchman. Alikuwa hapa. Na akawa anafanya kazi, ungemdharau tu. Lakini jamaa alikuwa anatafuta, alikuwa amepita form 4. Ukiangalia hata wakati alisema, nikagundua hata alama ambayo mimi nilipata form 4, yeye alikuwa amenishinda. Lakini alikuwa hapo kwa gate, ungemdharau tu. Pita hapo jamaa kufungulia gate, amevalia uniform ile yao, kofia, ametulia tu. Lakini hujui ni nani. Wakati mmoja of course nilipata kujua hayo later, sisemi kwamba nilikuwa namdharau, lakini nilipata kutambua later wakati ambapo nilisikia kwamba ameitwa aenda asomee nursing. Kamuuliza, wewe ndio angalau nikapata kujua historia yake kidogo, maana sikuwa najua. Ndio nikajua. Nikasema usidharau mtu, umemwona ameshika rungu, ni watchman ukamdharau. Ukasikia nikiateka kwa plot yenu ukamdharau. Ukasikia kwamba wacha madharau ndogo ndogo, hujui kesho ya mtu. Who knows? Naweza fika mahali na kuna mtu fulani amepeleka hospitalini, nipate kwenye hiyo hospitali yule ambaye alikuwa hapa kama watchman, saa hizo ndio msimamizi hiyo hospitali. Who knows? Kwa hivyo usije ukadharau mtu. Mtu anaweza kukaa hivi, kesho yake ukashangaa mambo yamebadilika. Kwa hivyo tusije tukadharau yote. Mwangalie Daudi, ndugu yake alimdharau, lakini baada ya vita watu walikuwa wanashangilia familia hiyo. Yeye pia alikuwa anafurahi kwa sababu anasema huyu ni ndugu yangu. Anafurahia ushindi, lakini alikuwa anamdharau mwanzoni. Mwishowe hakuwa analipa kodi kwa sababu huyu ndugu yake ambaye alikuwa dharau. Kwa hivyo na mengi tu. Mpendwa msikilizaji, usije ukadharau yeyote. Hujui ya kesho. Wacha tumwachie Mungu ya kesho na atatenda wema. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Tusaidie Bwana, tuheshimu mmoja na mwingine. Tusiheshimu watu kwa sababu ya kile ambacho wako nacho ama kile ambacho anaweza akatupatia, bali Mungu tusaidie, tuheshimu tu mmoja na mwingine. Tupendane kwa kuwa Mungu, amri tuliyobaki nayo kuu ni kwamba tupendane. Baba, nakushukuru kwa wema wako. Asante kwa neno lako, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Iwapo basi ujumbe umekubariki na unasikiza kwenye redio, enda pale kwenye YouTube utaupata bila shaka. Unaandika tu pale, enda YouTube, unatafuta search Victor Mandala Himizo, unapata himizo nyingi pale. Make sure umesubscribe pale. Unapofungua video moja, chini ya video unapata pale neno subscribe. Click kwa subscribe, akwambia sign in, just sign in with your Gmail account. Nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipo, hiyo ni free of charge. Na kujuza hivyo ili unapo sign unapata jumbe nyingi pale za himizo na kadhalika. Tuzidi kutiana moyo kivipi? Kwako wewe kushare ujumbe huu, copy the link and share kwa Facebook na wherever. Unaweza download pia ujumbe huu, zidi kusambaza. Hiyo ni njia mojawapo ya kuhubiri Injili. Mungu akutende wema unapozidi kutegea pale. Na katika yote jua kwamba usije kumdharau yeyote, maana hujui kesho yake. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Imekuwa ni sehemu ya himizo. Barikiwa zaidi. Osana Macheo na Victor Mandala.
Bila shaka natumai basi unazidi kutizama pale. Mungu akutende wema katika yote. Na kumbuka basi hapa chini tu ya hii video kuna neno subscribe. Make sure umesubscribe. Tuwe wengi, tuzidi kutiana moyo. Na kando na hayo, sambaza ujumbe huu, sambaza. Nakupa ruhusa kwamba sambaza ujumbe huu. Copy the link iko pale juu, haikuli space kwa simu yako. Kwa hivyo just copy the link, hata kama ni kwenye computer, laptop na kadhalika. Just copy the link up here, then share. Paste it katika timeline yako, kwa page. Tuzidi kuhubiri Injili. Nawaambia watu tujitie moyo, usije ukadharau mtu, hujui kesho yake. Victor Mandala, Shalom, Baraka.